Hakika Mungu wetu aliye mtakatifu, aliye Bwana wa milele, leo tunatangaza ukuu wa Mungu na wema wa Bwana. Ukisoma kitabu cha Waebrania sura ya 1 na ule mstari wa 4, ile mamlaka aliyepewa Yesu akapita ndani ya msalaba ili afanye ukombozi wa mwanadamu. Naona Mungu anamtaja mwalimu amefanyika bora kupita malaika, amepata jina la umilele kwa sababu ya ile kazi ya kutoa uhai wake kwa ajili ya wengine. Kwa hiyo Mungu akamkirimia jina lipitalo majina yote kwa sababu ya kazi aliyefanya pale Kalvari ya kutoa uhai wake. Hakika Yesu alitupenda sana wanadamu. Ni nani anayeweza akatoa uhai wake kwa sababu ya mtu mwingine? Hakika Mungu wetu ni Mungu aliyetupenda sana wanadamu. Ndio maana Mungu anataka tudumishe ushirika na yeye, tukae katika ile haki ya Mungu, tukae katika matendo mema, tukae katika kumtafakari, kumcha, kumwabudu katika roho na kweli. Ndipo tutakapozaa matunda mema, tutakapostawi kama mtende wa jangwani. Lakini ustawi wetu unadumu pale tutapotenda yale matendo mema, tutakapolisoma neno la Mungu tukayaishi, tukadumisha ushirika na Mungu kwa utukufu wake. Hakika yeye ni Mungu. Anasema hiyo Waebrania sura ya 1 na mstari wa 7, anasema yeye hufanyaga watumishi wake kwa pepo na miale ya moto. Yeye ni Mungu, ana njia zake za ajabu. Yeye ni Mungu atendaye mambo ya ajabu. Yeye ni Mungu asiyefananishwa. Yeye ni Mungu asiyelinganishwa na chochote. Anafanya kwa wakati wake na kwa mapenzi yake, kwa maana yeye ni Mungu. Akiamua kubariki, ana njia zake za ajabu. Ndio maana Mungu wetu anaitwa ni Mungu wa ishara, miujiza, kwa sababu yeye ni Mungu. Hakika unaona ukuu wa Mungu unajifunua kwetu kwa sababu ya uaminifu wa Mungu, kwa sababu Mungu mara nyingi anatenda katika maisha yetu kwa sababu ya kulitakasa jina lake takatifu, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu aliye wa upendo. Kwa maana alisema pendaneni, kwa sababu upendo ni nguvu. Upendo ndiyo amri kuu kuliko amri zote. Kwa hiyo katika maisha yako dumisha ule upendo, kaa katika upendo, kaa katika ile kweli ya Mungu, naye Mungu atakubariki. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa utembeapo, utabarikiwa kazi za mikono yako, na nyumba yako itabarikiwa, kwa sababu umejenga msingi bora wa kumcha Mungu. Ndio maana Mungu wetu anasema tudumu katika ile kweli na haki ya Mungu. Kwa hiyo tudumishe zile sheria Mungu aliyoziainisha, tuziishi kwa mapenzi yake. Tutamuona Mungu akisimama katika maisha yetu, nasi tutamtukuza Mungu katika nchi ya walio hai. Hakika tutaluka kama ndama, kwa sababu Mungu atakuwa amejifunua kwetu katika maisha yetu kwa mapenzi yake. Katika mwana wa Mungu, dumu katika kumcha Mungu, dumu katika ile kweli ya Mungu, dumu katika haki ya Mungu. Mungu akajifunue katika maisha yako kwa utukufu wake. Amen.